Naam, tuanze na taarifa ya kusikitisha kutoka huko Njoro. Familia moja kutoka eneo la Njoro inalilia haki kwa kile ambacho wanataja kwamba kutelekezwa kwa mtoto wao katika shule ya wasichana Njoro na baadaye kusababisha kifo chake katika mazingira ya kutatanisha. Brenda Akinyi, mwanafunzi wa kidato cha 4, anasemekana kwamba kuwa mgonjwa kwa siku 3 kabla ndugu yake kuarifiwa na wanafunzi kuhusu hali yake. Akinyi aliaga dunia saa chache baada ya mzazi wake kumfikisha hospitalini, huku kukiwa kisa cha pili katika mazingira kama hayo shuleni humo. Ken Geshuhi anaarifu zaidi. Mjini Njoro tunawapata familia na marafiki wakimwomboleza marehemu Brenda Akinyi, mwanafunzi wa kidato cha 4 katika shule ya bweni ya wasichana ya Njoro aliyefariki katika mazingira tatanishi Ijumaa. Nimeishi uchungu, maana huyo ndio msichana kwa hii nyumba peke yake kati ya vijana watatu na ni mtoto wangu wa pili. Akinyi anasemekana kuwa mgonjwa tangu Jumanne bila usimamizi wa shule hii kufahamisha familia yake inayoishi umbali wa kilomita 3 wala kumfikisha hospitalini. Kwa bahati ndugu yake mkubwa aliwasili shuleni humo kwa shughuli za kikazi Alhamisi, wanafunzi waliomfahamu wakimweleza hali ya dadake sio nzuri. Friends wake waliniambia Brenda hajakuwa akisikia poa for 3 days na ameshinda amelala na hajakuwa akikula. Walimu wanajua, the nurse anajua, but leo nurse hayuko shule. The students wenyewe ndio waliniambia, unaweza pigia mama yake? Nikamwambia yes, nampigia tu saa hii. Mamake aliwasili shuleni humo na kumpata mwanawe kwenye bweni, uchafu uliokuwa kwenye nguo zake ukidhihirisha kudhoofika kwake na kutelekezwa. Walimu wakionekana kutaka zaidi kufahamu walivyopata ripoti hiyo, wala sio ni vipi angepata msaada wa matibabu ya dharura. Brenda hakukuwa anajielewa, angeweza kuniongelesha, angeweza kuniambia mama hapa ndio inaniuma. Deputy akaniuliza, so wanafunzi walikuambia na wakakupea paka namba ya mzazi? Akamwambia hapana, mama Brenda ni mamangu, so niko na namba yake. So ningemcall tu. The deputy alirespond, alikuwa road somehow. Akinyi alifikishwa katika kituo cha afya kilicho karibu na kupewa rufaa hadi hospitali kuu ya Nakuru akiwa hali mahututi Alhamisi jioni kabla ya kuaga dunia Ijumaa asubuhi. Maana alikuwa anatoa povu ya damu kwa mapua. Daktari wakati anashughulika hivyo, namwambia huyu mtoto hata ameenda. Ananidanganya hapo ati bado, we unajuaje bado anapumua? Namwambia mtoto apumui, mtoto ameenda. Wakazi wamelaumu usimamizi wa shule hii kwa kifo cha mwanafunzi huyo, hiki kikiwa kisa cha pili. Mwezi Machi mwaka 2023, mwanafunzi Whitney Njoki aliyekuwa kidato cha 1 darasa 1 na Akinyi pia aliaga dunia baada ya kuugua shuleni. Nurse alimtibu kwa sababu kuna taarifa kwamba alimtibu. Alifuatilia kujua mtoto huyu alikuwa na shida ipi. Mwalimu mkuu alipata taarifa kwamba mtoto huyu anaugua. Naibu wa mwalimu mkuu alipata taarifa kwamba mtoto huyu anaugua. Mwalimu wa darasa aliweza kujua kwamba mtoto huyu hajaweza kuingia darasa siku 3. Kupigia tu mzazi simu amwambie mtoto ni mgonjwa ilikuwa ni kazi ngumu. Juhudi za kupata majibu kutoka usimamizi wa shule hii ziligonga mwamba, mkurugenzi wa elimu kaunti ya Nakuru Victoria Mulili akisema kuwa uchunguzi umeanzishwa. Ken Geshuhi, KTN. Kwingineko ni kwamba hali ya wasiwasi na huzuni